anayegeuza maji kuwa upanga. Naam, basi hii hapa ni episode ya 4. Tuendelea pale pale tulipokuwa tumeweza kuishia katika episode ya 3. Tulishia mahali ambako binti Yun alipokuwa ameweza kuona ule upanga na aliamua kumuonyesha ule upanga huu katika siku ya leo kwa sababu moja tu. Alitamani bwana mkubwa aweze kubaki katika ile eneo kwa sababu alikuwa na safari ya kuondoka kuelekea katika upande mwingine wa dunia. Sasa binti baada ya kuweza kumuonyesha upanga huu, bwana mkubwa alishangaa sana kuweza kumuona binti huyu alivyokuwa ameweza kuliona lile jambo kwa muda mrefu na kuwa ameweza kutamani kuweza kumwambia. Sasa Goblin baada ya kuweza kulitambua lile jambo, alimuuliza binti, kwa nini ukuweza kuniambia kuanzia siku ya kwanza? Binti akasema kwamba nimekuwa mkimya kwa sababu ninaona kama vile kitu ambacho kinakuumiza sana. Lakini pale pale bwana mkubwa anasema kwamba naomba niweze kutambua ukweli, umeanza kuliona kuanzia lini? Mwanamke huyo anasema kwamba kuanzia siku ya kwanza mimi kuweza kukuona niliuona upanga huo, lakini sikutaka kuweza kukwambia. Basi pale binti akamwambia kwamba vipi utabaki? Bwana mkubwa akamwambia kwamba naomba basi niweze kwenda ndani na kisha nikirudi nje nitakuja na majibu ambayo ni sahihi. Mchizi akaenda ndani huko hivi akamwambia pale pale Grim Reaper kwamba binti ameweza kuona upanga na sijui kwa nini ameweza kuona. Hapa mimi na mashaka sana, naelekea kufa. Sasa Grim Reaper akamwambia kwamba kwa nini unaogopa wakati kitu ambacho uko unakitafuta kwa miaka mingi sana? Yaani Goblin kwa miaka zaidi ya 900 ilikuwa imeweza kupita kwa hivi sasa alikuwa akimtafuta mwanamke ambaye ni mpenzi wake, ambaye anategemewa kwamba atakuwa mke wake, mwenye uwezo kuona upanga ulikuwa katika kifua chake, na jambo hili limekuwa likimtesa kwa miaka mingi sana. Baada ya kuweza kulitambua lile jambo, alianza kupata mashaka sana kwa sababu anaelekea kufa endapo kama binti huyu atauchomoa upanga huo. Basi Grim Reaper akatoa wazo moja kwamba yeye Grim Reaper atauchukua uhai wa binti huyu kwa sababu binti huyu kwa miaka mingi sana amekuwa akikwepa jukumu hilo. Sasa Grim Reaper katika siku ya leo baada ya kuweza kumpa wazo hilo pale pale Goblin alifurahi sana na kisha akaweza kumkumbatia pale, lakini Goblin akawa anamkwepa. Sasa kumbuka kwamba binti yuko bado nje na alimwahidi kwamba atarudi pale nje. Sasa bwana mkubwa Goblin anasema kwamba kifo kinaniita, lakini Grim Reaper anamwambia kwamba upaswi kuwa na mashaka hata kidogo. Punguza jazba, punguza hasira. Na je, umeshamwambia kitu chochote huyu binti? Goblin anakumbuka kwamba alishamwambia binti huyu mambo mengi sana kuhusiana na kifo cha kwake, ambako endapo kama mtu huyu atakayokuja kuchomoa upanga huo katika kifua chake, basi ndio itakuwa siku yake ya mwisho. Akarudi nje akamuuliza kwa nini mnasubiri hapa kwa muda mrefu? Mwanamke huyo anasema kwamba kule katika nyumba yao basi kwa hivi sasa yeye haruhusiwi kwenda tena kuishi, na amekuwa akitamani sana kuishi katika mjengo wao kwa muda mrefu kwa sababu hana mahali pa kuishi. Akaanza kujielezea kwamba tangu akiwa mdogo mama yake mzazi alikuwa amekufa tangu aweze kutimiza miaka 9, na sisi tunakumbuka kwamba katika episode ya kwanza kabisa binti huyu mama yake mzazi alikufa. Baada ya hapo Sadini ambacho kiweza kumkuta, akaanza kuelezea na kusema kwamba maisha yake yamekuwa ni maisha ya kuishi na anti yake, lakini anti yake amekuwa ni mkorofi sana mpaka kwa hivi sasa amemfukuza nyumbani. Grim Reaper anamwambia pale Goblin kwamba usimruhusu binti huyu aishi katika mjengo wetu, lakini Goblin akazidi kumsikiliza mwanamke huyu. Mwanamke huyu alikuwa anazidi kuongea maneno ambayo ni ya uchungu sana kwa sababu maisha yake yamekuwa ni maisha ambayo ni ya kuedit tu. Mara nyingi zaidi amekuwa akiishi katika eneo ambalo ni la kule ofisini kwao, kwamba halali tena nyumbani. Sasa hivi amekuwa kila vyakula ambavyo yeye mwenyewe binafsi hajui maisha yake yataishia wapi, pia hata shuleni kule hivi ni changamoto. Kwa hiyo akamueleza vyote. Kwa hiyo pale pale Goblin akamruhusu binti huyu basi aweze kupata chumba kimoja tu kwa siku moja. Alipoingia huko ndani, binti baada ya kuweza kuona mjengo alipagawa kinoma noma. Sasa huko Goblin pamoja na Grim Reaper wanalaumiana kwa sababu nini ambacho kwa ameweza kufanya Goblin katika siku ya leo kumruhusu mwanamke huyo aweze kuingia kule ndani. Ilikuwa ni kosa kubwa sana. Goblin alikuwa anaogopa sana kufa, lakini pia ameshamruhusu mwanamke aishi pale ndani. Kwa hiyo alikuwa na udhaifu ndani ya moyo wake. Huyu bwana anampenda binti. Nyakati za usiku akaahidi basi kuweza kumkabidhi binti pesa kupitia cheki. Akampa cheki ya pesa ambayo cheki hii akamwambia kwamba utaenda kuchukua pesa huko benki. Yun naye akakataa, akasema kwamba hapana, mimi nimetamani sana kuishi katika mjengo huu kwa sababu endapo kama nitapata mtoto na wewe nitakuwa mama bora, ninaishi katika jumba zuri, pia nitakula vizuri. Umeonaje hilo? Bwana mkubwa akashanga, kwa nadhani kwamba mimi nitakuoa wewe. Binti akasema kwa sababu mimi hapa ndo dhahiri kabisa ushaniambia kwamba endapo kama kuna mwanamke ambaye ataweza kuona upanga wako, basi ndo mwanamke ambaye atakuja kuolewa na wewe. Basi bwana mkubwa baada ya kugundua lile jambo kwamba mwanamke huyu kwa hivi sasa alikuwa anamwazia yeye mema, pale pale basi binti akaanza kutumia pia na yeye uwezo wake. Akanamwambia kwamba tena kwa kutumia hisia, atumii maneno, akamwambia kwamba wewe ni mwanaume ambaye ni handsome boy kinoma noma. Sasa binti huyu kwa hivi sasa uwezo wake unazidi kujionyesha mara kwa mara. Akawa anamwambia bwana mkubwa kwamba wewe ni mwanaume ambaye ni mzuri sana na pia kile ambacho nakiona kupitia wewe ni kitu ambacho cha kipekee sana. Sasa pale pale akamwambia kwamba master, unanisikia?
Goblin akasema kwamba nini ambacho unakiwaza wewe? Akajifanya kama vile alikuwa hawezi kumsikia binti huyo. Lakini binti akasema kwamba najua kwamba umenisikia na hichi ambacho ngoja nakiwaza pia umekisikia. Basi bwana mkubwa akamwambia pale, mimi sijasikia chochote kile. Binti akamwambia kwamba wewe mara nyingi umekuwa ukiniambia kwamba waga unasikia sauti yangu kupitia mawazo yangu ambayo mara nyingi zaidi nimekuwa nikiyawaza kuhusiana na wewe. Bwana mkubwa anaambia kwamba ni uongo, nilikuwa sikusikia. Akaambia hapana, umekuwa ukinisikia mara kwa mara, hata hii siku ya leo pia umenisikia. Basi binti pale ugomvi ukaanza tena kwa mara nyingine, kwa sababu bwana mkubwa amekuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye akiwa naye waga wanagombana. Basi tunaonyeshwa kwamba pale babu yake huyu Duke alikuja pale ndani na kisha akaanza kuongea na binti. Duke alipokuta pale akaanza kuwauliza, "Vipi, huyu ni nani?" Sasa Duke anamuulizia huyu mwanamke ni nani, lakini Duke mara moja ishaweza kumuonaga, lakini pale mzee huyu anamwambia kwamba pasi kuweza kuongea chochote kile ambacho kinamhusu mwanamke huyu. Twende nje. Basi wakatoka nje na binti pale ndani akapewa moja kadi ambayo kadi ile ilikuwa ni muhimu sana. Mwanamke huyu kumbuka kwamba katika mjengo huu yeye hapo hivi ni kama vile mgeni, akaanza kujishaua huko ndani. Anazunguka katika kona hii, anaenda katika kona hii, kitandani, katika kona mbalimbali. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa ameweza kupata shauku kubwa sana baada ya kuweza kuishi katika mjengo huu. Sasa baada ya hapo tunaonyeshwa kwamba babu yake Duke alitoka naye mpaka nje. Duke anamuuliza kwamba huyu mwanamke kwa nini anaishi hapa? Mzee anamwambia kwamba ni mtu ambaye ni muhimu sana. Sasa akaambiwa kwamba kama unahitaji kadi yako, credit kadi yako iweze kufanya kazi, basi mfanyie ujinga wote binti huyu. Sasa kumbe bana binti aliletwa katika hoteli moja ya siri. Sasa hii hoteli ndio ambako basi amekuja kuishi. Sasa huyu Duke akarudi huko nyumbani, akaanza kumkuta pale anko wake ambaye ni bwana mkubwa Goblin. Alikuwa bana anakunywa dawa. Hizi dawa bana ni dawa ambazo si za kawaida. Dawa hizi waga wanakunywaga watu ambao wana matatizo ya akili, wana msongo wa mawazo. Sasa katika siku ya leo bwana mkubwa naye akawa amejiandaa pale ili anywe. Kumbuka kwamba ndo kwanza penzi lake alieleweki kwa hivi sasa. Duke anamuuliza kwamba una shida yoyote ya akili? Mbona unatumia hizo dawa? Mzee akamwambia kwamba nazidi kupoteza uzito mara kwa mara. Basi akanywa zile dawa. Pale naye bwana mkubwa yani Grim Reaper naye pia akaja pale akachukua zile dawa. Kumbuka kwamba Grim Reaper kwa hivi sasa anamwaza mwanamke mmoja tu ambaye ni Mrs. Kim. Hasa naye pia akaja naye akameza zile dawa. Sasa huku tunaonyeshwa kwamba binti Yun alikuwa katika ofisi yake huko hivi. Kwenye television kuna mwanamke mmoja ambaye anaitwa Yuduke. Yuduke alikuwa anaelezea matatizo ambayo mara nyingi zaidi yamekuwa akiwakuta watu, afya ya akili. Sasa pale pia hata huko nyumbani pia kuna mambo ambayo basi yalikuwa yanazidi kuendelea kati ya wanamkubwa Goblin pamoja na Grim Reaper. Basi katika zile changamoto wanaongelea pia watu ambao mara nyingi huoga wanajisikia kwamba wana confidence ya kutosha, matukio yao ni ajabu, ndio vitendo vya ajabu ambavyo walikuwa wanavifanya. Basi bwana mkubwa huyu nani Goblin, hasa pale naye Grim Reaper akafanya mchezo ule akasema kwamba challenge accepted. Duke akawa anashangaa sana. Sasa anasema kwamba watu ni namna gani? Sasa huku bado tena njaa ilikuwa inawasumbua mara kwa mara. Sasa pale bwana mkubwa Grim Reaper akawa basi anakunywa juisi, na juisi hii ilikuwa ni ya kwake yeye mwenyewe. Akainywa haraka bila kuweza kumpatia bwana mkubwa Goblin, na Goblin akamwambia kwamba naomba unipatie juisi hiyo kidogo. Lakini Grim Reaper anamwambia kwamba jiandae kufa, kwa sababu hata upanga kuja kutolewa na huyo bride mpenzi wako ajaye, basi lazima utaelekea kufa. Basi pale bwana mkubwa baada ya kuweza kuambia wale maneno akasema kwamba unadhani kwamba ni kitu ambacho ni cha kipekee sana? Basi bwana kila mmoja akakamata njia yake. Huku katika mjengo huu ambako binti alipokuwa ameweza kuhifadhiwa, ndio alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kwenda shule. Lakini mara ghafla basi mvua pale ikaanza kunyesha. Mvua ilipokuwa inanyesha akaanza kulalamika na kusema kwamba najua kwamba ni wewe Goblin umefanya ujinga wote huu. Kama unipendi si uniambie kwamba mimi basi unipendi. Pale kipindi ambacho alipokuwa analalamika akafika pale hivi Duke akamwambia binti natakiwa niweze kupeleka shule. Akaambia kwamba kwa nini unipeleke shule? Akaambia kwamba nimeambiwa na babu yangu kwamba nikupeleke shule. Binti anamwambia kwamba hapana, haupaswi kufanya hivyo. Akaambia kwamba nisipofanya mimi basi kuna mtu mwingine atafanya. Alikuwa ni huyu mzee aliyekuwa amepewa kazi na yeye pia yazidi kumfuatilia Duke. Kwa hiyo Duke alikuwa anafanya hivi kwa sababu moja tu, alikuwa anatamani kadi yake iweze kuruhusiwa kufanya kazi. Sasa alikuwa hawezi kutoa pesa kwa hivi sasa. Basi akampeleka mpaka shuleni, na alipomfikisha pale shuleni wanafunzi wengi sana wakawa wameenda kuzingira lile gari. Baada ya kuanza kuzingira lile gari, binti maskini ya Mungu alikuwa na mashaka sana, akawa anaogopa, akawa amejificha. Basi pale huyu kijana bwana alikuwa ni brazameni sana, akaambia kwamba toka ndani ya gari. Basi akamfungulia mlango, na kisha wanafunzi wenzake wengi sana, hata wale wasiompenda na wenyewe pia walishuhudia ile jambo. Walishangaa sana kuweza kumuona huyu mwanamke namna ambavyo alivyokuwa ameweza kufikishwa pale shuleni na gari ambalo la thamani sana. Wanamchukuliaga poa tu. Sasa pale basi
Duke akamwambia binti kwamba familia yako ilipewa bana adhabu baada ya kufanyiwa matendo ambayo si ya kawaida. Ni adhabu gani? Tunaonyeshwa kwamba familia nzima ya anti yake pamoja na anko wake basi walifika katika duka moja la kuuza zile gold pamoja na almasi. Hasa walipofika pale wakaanza kuulizwa kwamba mmezipata wapi hizi gold, maana ni gold ambazo ni za thamani kubwa sana. Huyu muuzaji baada ya kuweza kuuliza ile swali, familia nzima ikaanza kama vile kujishaua kusema kwamba ilikuwa ni pesa ya urithi. Akaambia kwamba sijauliza hivyo kwa kosa moja tu, hapana, nimeuliza hivyo kwa sababu hizi gold ni gold ambazo ni sahihi kabisa na zina ujazo ambao ni wa kimataifa. Basi walitabasamu, lakini pale pale yule muuzaji kumbe bana alipoingia kule ndani aliwapigia bana polisi. Basi wakapelekwa mpaka polisi huko hivyo, kwa unaulizwa kwamba mmezipata wapi hizi gold, ni gold za taifa. Wakajaribu kujitetea, lakini kosa lilikuwa ni moja tu. Kumbe katika zile gold kuna muhuri wa taifa. Huku nyumbani sasa tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa Grim Reaper naye alikuwa katika mawazo, anamkumbuka sana Mrs. Kim. Basi akamwambia pale pale Duke kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye anamkumbuka sana. Mwanamke huyo alijitambulisha kwa jina la Sun na akaanza basi kuzigeuza nywele zake. Yaani akawa anafanya vile vile. Mwisho wa siku anasema kwamba mpaka kwa hivi sasa sijui kama nitaweza kuongea na mwanamke huyu. Pia akawa ameweza kubusu karatasi ile, anafanya kwamba alikuwa amembusu. Basi Duke akagundua kwamba hapa kuna jambo ambalo si la kawaida. Huyu bwana bana ameingia penzini. Akaenda kwenye barabara ile ile akizani kwamba anaweza kumpata binti. Kwa hiyo hakumpigia. Akamtafuta lakini mwisho wa siku akamkosa. Katika hospitali moja kuna mzee mmoja ambaye huyu mzee mara ya mwisho kabisa miaka kadhaa ilikuwa imesheza kupita, alikuwa ni mmoja kati ya mtoto ambaye alikuwa anafahamiana sana na Goblin. Siku ya leo akiwa katika hospitali hii basi aliaga maisha yake katika siku ya leo. Basi Goblin akamuomba bwana mkubwa Grim Reaper aende katika ofisi yake, ofisi ambayo waga inahifadhi roho za watu. Na katika ofisi hiyo ndio ofisi ambayo anaamini kwamba itawezekana katika siku ile aweze kumfanyia favor mzee yule. Sasa katika upande mwingine kutunaonyesha kwamba binti Yun alirudi zake katika hoteli ambayo alikuwa ameweza kupangishiwa. Binti huyu akaanza kupiga mahesabu usiku mzima. Moja ikai, mbili ikai. Akawa anamkumbuka Goblin. Anasema kwamba kwa nini Goblin hataki mimi hapa niweze kumuona. Sasa akaenda mpaka nyumbani kwake huko hivi. Aligonga mlango kinoma noma. Lakini alipogonga ule mlango akawa anamwambia kwamba nitawasha hii mishumaa na mwisho wa siku nitaipuliza, utakuja tu mshenzi. Sasa binti sanajua kwamba namna kumuita huyu bwana mkubwa Goblin ni kwa kutumia mishumaa pamoja na vitu vile tofauti tofauti ambavyo basi vinawaka moto. Kumbe bwana Goblin alikuwa katika upande mwingine huko ambako katika jumba ambalo Grim Reaper ndio usini mwake huko. Asa pale mlangoni alifika mzee mmoja. Mzee huyu alipofungua ule mlango basi alirudi kuwa utotoni kabisa. Kijana huyu mdogo alienda katika meza ambayo Goblin alipokuepo. Goblin akamwambia muda mrefu sana tujaonana. Basi huyo kijana naye akasema kwamba ni kweli ni muda mrefu sana. Hasa watu wao walikuwa wanafahamiana vipi? Miaka mingi sana iliyokuwa imeweza kupita, kijana huyu mdogo alikuwa anapigwa sana na baba yake. Siku moja basi alipokuwa basi anakimbia kuelekea mbali, Goblin alikutana naye na kisha akampatia angalau chakula, na mwisho wa siku hii ya leo baada ya kifo chake wameweza kukutana. Hasa katika mkutano wao katika siku ya leo Goblin akamfanyia favor ya kipekee sana, akamwambia kwamba kwa nini katika ile siku baada ya mimi hapo kuweza kukupa jibu la katika mtihani wako ukuweza kujibu kama mimi nilivyokuwa nimeweza kukuambia, ukaenda kukosa tena. Anasema kwamba amekuwa akirudia yale makosa mara kwa mara na mwisho wa siku akawa smart kwa sababu hakutaka kuwa mmoja kati ya mtu ambaye anafanya mambo bila kuweza kujitengeneza kuwa bora. Hasa katika siku hii ya leo kijana huyu mdogo aliruhusiwa na Goblin kufika katika ufalme wa mbinguni. Alipokuwa anafungua mlango alirudi kuwa mzee na Goblin alimuaga kwa heshima sana, na mzee huyu basi direct akapanda kuelekea mawinguni. Safari ilikuwa ni safari ya kipekee sana. Pale pale Grim Reaper akawa amefika na akamwambia kwamba naamini kwamba atakuwa anaenda katika sehemu ambayo ni salama sana. Grim Reaper alifurahia jambo lile. Huku sasa katika eneo ambalo binti alipokuwa ameweza kuwasha mishumaa yake mingi sana, alimuita Goblin na kisha Goblin akafika pale. Akaanza kumlaumu kwa nini hakutaka kuweza kuonana naye. Lakini mwanamke huyu alikuwa anaonyesha kwamba dhahiri kwa hivi sasa alikuwa amemiss sana bwana mkubwa. Mchizi akamwambia kwamba nini ambacho umekimiss kutoka kwangu? Binti anamwambia kwamba au ni kwa vile mimi nimeweza kuona upanga huo, kama kuutoa tutaweza basi kuutoa siku ambayo mwenyewe binafsi utakuwa unahitaji. Lakini Goblin anasema kwamba hapana, twende tukajipatie kwanza chakula, hebu achana na masuala ya upanga, masuala ya mimi kutokuona. Basi wakaenda katika moja kati ya supermarket. Binti sasa akawa ananunua vitu vya kawaida tu, lakini mchizi maskini ya Mungu akawa ameshaanza kunywa pombe bana.
kunywa kwake pombe kukamfanya aanze kulewa, akaanza kufanya vituko kule ndani. Akaanza kumwambia binti, bana mimi nitaweza kukununulia hata ili shelfu zima hapa. Lakini akaanza kupepesuka, wakatoka mpaka nje. Basi kama unavyojua pombe uwaga isemagi uongo. Mchinzi akaanza kusema kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atakuja kukupenda wewe zaidi yangu mimi, na mimi ndio mtu ambaye naweza nikahakikisha kwamba kwenye maisha yako ukipendwa na mtu mwingine, kama ukijua kwamba nitakiwasha, nitamfua huyo mtu. Yuni akawa anatamani sana bwana mkubwa awe karibu yake mara kwa mara, kwa sababu vituko anavyofanya vinamsaidia hata yeye mwenyewe binafsi, anajisikia faraja sana. Mchizi alikuwa amelewa sana katika siku ya leo. Hasa makosa mengi sana aliweza kuyafanya katika usiku wa leo baada ya kuweza kumwambia binti ukweli kuhusiana na ule upanga. Pia kama unavyokumbuka hata Samsoni yeye mwenyewe binafsi aliweza pia kuanguka kwa sababu ya kosa moja tu, kumwambia mwanamke ukweli katika siku ambayo alikuwa amelewa. Siku ya leo tena mchizi na yeye pia akaweza kumwambia ukweli kuhusiana na ule upanga. Binti akiuchomoa yeye anaenda kufa. Huko shuleni sasa watu wakawa wanapiga picha katika miti tofauti tofauti. Binti akaja kugundua ule mti. Kumbe bana mchizi alipokuwa amelewa akaanza kufanya matendo ambayo katika mji mzima yakawa kama vile anabadilisha mji mzima. Zile taarifa sasa zikamfikia huko nyumbani. Bwana mkubwa Duke akaja pale na magazeti tofauti tofauti, akamwambia kwamba haya ni wewe umeweza kuyafanya kwa sababu ya pombe zako tu. Ni kweli Duke aligundua lile jambo, na ni kweli kwamba bwana mkubwa Goblin aliyafanya yale mambo kipindi ambacho alikuwa amelewa, kubadilisha mazingira ovyo ovyo bila hata yeye mwenyewe binafsi kuweza kujizuia. Mwisho wa siku imetokea hivi katika siku ya leo. Akawa analaumiwa sana. Wakaenda kwenye kikao chao cha siri kuhusiana na ile matatizo. Na siku hii ya leo walipokuwa katika ile kikao, basi akaanza basi kukumbuka kwamba katika usiku wa jana alikuwa kama vile ameweza kumwaahidi Duke kwamba watakula makaroni. Sasa akawa anamuuliza Duke kwamba vipi, jana nilikwambia kwamba tutakula makaroni katika siku ya leo? Kumbe bana alimwambia mwanamke wake Yun pale pale bana. Baada ya kuweza kugundua lile jambo, wakatoka nje. Duke tena akaanza kunyonya kama vile binti alivyokuwa ananyonya zile juisi. Wewe mawazo yaliweza kumjia, akaanza kuogopa kinoma noma. Hasa baada ya kugundua lile jambo kwamba ni binti alikuwa ameweza kuongea katika siku ya jana na kumpa siri zote, wewe alijilaumu sana. Lakini hata pia Grim Reaper aliweza kuhusika katika swala zima na kuweza kumpoza bwana mkubwa kwamba kile ambacho alikifanya akiwa amelewa asijijutie katika siku ya leo, lakini bado akamwambia kwamba ni ujinga wako na ushamba wako wa pombe. Kisha akasema katika saluni moja huko tunaonyesha kwamba Mrs. Kim katika siku ya leo alikuwa anajiandaa bana, akawa na rembo kinoma noma. Hasa huyu mrembo pale saluni akawa anamuuliza kwamba vipi, hii makeup unayo kufanyia unaenda katika moja kati ya wedding au nini ambacho ndio ukifanya katika siku ya leo? Basi Mrs. Kim anasema kwamba ni kwa ajili ya mwanaume wake anampenda, lakini huyo mwanamke anasema kwamba basi leo atafurahi sana. Pale pale akajitokeza mwanamke mmoja akasema kwamba vipi, hiyo makeup uliyomfanyia ni shilingi ngapi? Binti akajua kumbe bana ni nzuri hivi, kwa akaamini kwamba katika siku ya leo ataenda kumfresh sana mwanaume. Sasa akawa anajiangalia kwenye kioo na kisha akawa anasema kwamba akiniona hivi lazima anipende. Sasa akaenda katika mitaa ile ambayo walipokuwa basi wameweza kukutana kwa mara ya kwanza, lakini huwezi kuamini hakuweza kumuona pale bwana mkubwa. Naye mchizi huku mtaani Grim Reaper kila alipokuwa anapita akawa anaiona sura ya kwa kibinti. Kila mwanamke alikuwa anasimama mbele yake akawa anaiona kama vile ni sura ya yule mwanamke. Kwa kifupi ni kwamba alikuwa anamuwaza sana. Sasa baada ya mwanamke huyu yani Mrs. Kim kuweza basi kukaa kwa muda mrefu sana kule katika lile daraja, alirudi zake mpaka katika ofisi yake. Huko ofisini sasa akawa anashangaa sana katika eneo la kioo, na pale pale binti yanamaanisha kwamba Yun akamuuliza kwamba bosi, una shida gani? Mbona kama vile unashangaa sana? Vipi, unamsubiria nani? Bosi anasema kwamba kuna mtu mmoja. Binti anamuuliza je, ni mteja? Akamwambia hapana, sio mteja, ni mpenzi wangu. Sasa Yuni akawa kama vile anaanza kucheka cheka pale, akamwambia kwamba vipi, ni mdogo mdogo? Akamwambia hapana, sipendi vijana ambao wadogo wadogo, mimi napenda vijana ambao wanajielewa. Sasa baada ya kuweza kumwambia pale binti hivyo, basi akawa anazidi kusubiria. Siku ya kesho yake sasa binti Yuni akawa amerudi zake katika shule yao. Kuna karatasi dogo ambalo alikuwa ameweza kupewa na bwana mkubwa kule Canada alipokuwa ameenda basi katika matembezi yao ya hapa na pale. Leo hii kwa bahati mbaya akanyang'anywa ile karatasi. Hasa baada ya kunyang'anywa ile karatasi na mwanamke mmoja ambaye huaga anamuonea sana. Mwanamke huyu akamwambia kwamba vipi, karatasi ndio amekupa? Hasa akamwambia kwamba yule kijana ambaye alikuwa ameweza kuleta hapa na gari hapa shuleni, unajua kwamba huyu mwanamke ana chuki. Basi binti alikuwa hawezi kujitetea sana. Basi alikuja pale na kundi lake la watu ambao walikuwa ni wengi sana. Binti yule alinyang'anywa ile karatasi katika mkono wake na wachawi fulani, na hapo hapo akaekewa sigara. Sasa kipindi hicho akawa basi ameweka katika shavu lake. Walikuwa wanafanya mambo yote yale walikuwa ni wale wachawi ambao binti mara nyingi amekuwa akiwaona kwa siri, ni kama vile mapepo. Wenzake wote wakawa wanamshangaa, binti naye akawa basi anamshangaa. Hapo hapo
mwalimu wake akawa amefika na akamwambia kwamba wewe mshenzi, kumbe unavutaga sigara, twende ofisini. Mtoto wa kike akawa anajitetea na kusema kwamba sio ya kwangu, bali hii sigara ni ya kwake Yun. Hapo hapo mwanafunzi mmoja akamtetea na kusema kwamba hapana, hiyo sigara sio ya Yun, watu wote tunajua kwamba Yun havutagi sigara, ni wewe hapo unavutaga sigara. Mwalimu wake akaamua kusepa naye. Sasa watu waliokuwa wameweza kumsaidia ni hao mapepo hapo, akamwambia kwamba ni sisi. Basi akawashukuru kwa kuweza kumsaidia katika siku ya leo. Wakatoka naye mpaka nje na kusema kwamba tutamlipizia maujinga yake yote ambayo amekuwa akiyafanya mara kwa mara. Kumbuka kwamba hakuna mtu mwingine ambaye basi ana uwezo wa kuona hao watu. Hao watu ni watu ambao wanaishi katika dunia nyingine kabisa, ni roho tu hizi. Binti pale pale akaanza kuhisi kwamba inawezekana kwamba Goblin anakuja, akawashukuru hao mapepo na kisha Goblin akafika pale. Alipofika pale kuja basi na gari lake katika siku ya leo, akamchukua binti na kisha binti akawa anamuuliza kwamba kwa nini umenifuata huko mpaka huko shuleni? Anasema kwamba hapana, nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuonyesha watu gari langu. Binti anamwambia kwamba kwa nini uje uonyeshe watu gari lako? Vipi, una leseni? Mchizi anasema kwamba hana leseni. Binti akamwambia kwamba wewe ni ujinga tu. Basi wakachagua kwenda basi kwenda kujipatia nyama katika siku ya leo. Binti huyu akafika na bwana mkubwa katika ile eneo. Basi binti akaanza kusema kwamba endapo kama basi utanioa, hii ndio itakuwa sehemu yetu pendwa sana ya honeymoon. Akawa anafurahi sana, lakini baada ya hapo alipokuwa basi anapokimbilia palikuwa sio sehemu sahihi. Mchizi akabeba nani huku, twende. Wakafika katika hii restaurant huko hivi, wakakatakata nyama na kisha binti akasema kwamba muone hichi kisu. Hichi kisu ni kizuri sana, kipo kama panga. Akawa anamtisha nacho pale mchizi. Mchizi alikuwa anaogopa sana na kisha akamwambia kwamba vipi, uliona lini upanga? Na kisha baada ya kuweza kuona upanga ukutamani hata kuweza kuniambia. Anasema kwamba upanga huu baada ya mimi kuweza kuona, kuna vitu vingi sana moyoni mwangu nilivyokuwa basi nimeweza kuvipata. Akamuuliza vipi, una ishara gani kama unaona upanga hapo juu ya kichwa? Akaambia kwamba unaniwaza kwamba siuoni upanga huu? Akapiga kisu pale kwenye meza. Mjizi akamwambia kwamba hapana, sio kwamba na mashaka na wewe, bali upanga huu natamani kuweza kujua kama ni kweli unauona. Pisi ikasema kwamba upanga huu katika mkono wake una alama ya taiga. Basi hapo mchizi ndo akagundua kwamba kumbe bwana binti huyu anauona upanga huu. Baada ya kula chakula kile kwa muda mrefu sana, wakafika katika eneo la nje kwa ajili ya matembezi. Binti huyu akawa anatamani sana bwana mkubwa aweze kumfanyia angalau miujiza hapa na pale. Basi mchizi akajeuza maji kuwa kitu cha ajabu sana, yani upanga. Na baada ya hapo sasa wakaanzisha michezo yao ya kukimbizana, ya kwanza kumwagiana maji. Mchizi akawa anapotea anaelekea katika sehemu nyingine na kisha binti naye akawa anafanya hivyo hivyo kucheza naye mara kwa mara. Sasa kumbuka kwamba binti huaga mara nyingi ananuaga vitabu. Sasa katika siku ya leo ameweza kununulia bwana mkubwa kitabu. Akamwambia kwamba kitabu hichi ambacho kwa nimeweza kununulia katika siku ya leo, naomba basi uweze kubaki nacho hapa. Kuna barua ya siri ambayo natamani sana kwenda kuipeleka mahali. Binti huyu akaenda katika shirika moja la ndege ambayo shirika hili kwa basi ni shirika la kuelekea huko Canada. Akaandika barua na kisha akaipeleka katika mailbox. Hapo hapo huko nje sana bwana mkubwa akawa anasoma vitabu vile ambavyo binti alivyokuwa basi ameweza kumwachia. Mchizi akawa anavisoma sana. Mwisho wa siku kifika basi nyakati ambazo binti alipokuwa basi anatamani kuweza kumfuata mchizi, akaanza kumuita Goblin. Alipokuwa anamuita Goblin akaanza kusema kwamba yani uzito pamoja na sauti yake ni vitu viwili tofauti. Pisi sasa ilipokuwa inavuka barabara katika eneo la ardhi, mchizi akawa anabadilisha rangi zile za njano na kuwa za pinki. Kila alipokuwa anatembea akaanza kumfanyia magic. Pisi ikawa ina furaha sana. Kwa kifupi ni kwamba mchizi ndo anazidi kabisa kumpenda. Anasema kwamba huyu ndo mpenzi wangu wa kwanza katika ulimwengu huu wa sasa. Niliweza kumpenda na kuhakikisha kwamba yale yote ambayo alikuwa ameweza kutokea hayawezi kuniumiza. Na je, vipi kuhusiana na maisha yangu? Je, atakuja kuchomoa upanga huu? Pisi ikamfikia pale ikawa inamuita, lakini bado mchizi akawa anaanza kwamba siku ambayo atachomolewa upanga ule itakuwaje. Bana naam, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu. Nisha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Bye bye for now.